Dalia kusikia na yako mambo mazuri ambayo umetupangia ili tuweze kupokea jioni ya leo. Ninaomba ukuta hapa katuweke spiritual wall ikaweze kutuzunguka mahali kama hapa. Mashambulizi ya kila aina ambayo yanainuliwa, vita vya kila aina, mipango yote imepangwa chini ya mipango ya giza, meeting ambazo zimewekwa, vikao vimewekwa katika sehemu za giza kinyume na ibada ya leo. Wewe Yesu ukatutetee. Tunaomba la mwisho ya kwamba kama kuna lolote lile linaweza kutunyima sisi tusisikie kutoka kwako Baba, utusamehe. Kama kuna jambo lolote, uwezo, nguvu, mamlaka yaliyoinuliwa ili kwamba ili neno lisiweze kukolea katika mawazo yetu, likapite tu hewani hivyo, yani likapite, Baba, tunaomba wewe ukaweze kutuficha na kutuongoza ili tukapokee, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Wote tuseme. Haya, chukua nafasi yako ukae, alafu hakikisha umeweka hiyo distance kidogo. Weka nafasi kati yako na mwenzako, weka nafasi, weka hiyo mask vizuri. Tunaomba tu ukija hapa uje salama, ukiondoka pia uondoke salama. Usije ukasema ni kwa sababu nilikuwa pale kwa mkutano ndio maisha yangu yakajeruhiwa. Hatutaki mtu yoyote ajeruhiwe hapa, tunataka uwe salama. Ndio maana tunajali sana uwe na mask. Hatutaki watu wanalalalala hapa ovyo ovyo. Hatuwezi kujua nini kinakulaza hapa, hatuwezi kujua ni nini imefanya ulale hapo. Labda umetoka huko ukasikia maumivu mahali, ukasikia kifua imebana, ukasema wacha nipumzike hapa, kumbe ndio unasambaza hiyo ugonjwa. Hatutaki ulale hapa. Wewe ukisikia umechoka, kimbia kwako. Wanasema self quarantine. Wangapi tunaelewana hiyo lugha? Ukisikia tu mwili mchovu, usihatarishe maisha ya wengine. Kimbia kwako nyumbani, ujifiche hapo. Ikizidi hali, kuna namba wameandika mahali, upige hiyo namba, watakukujia 791 *791 hash. Imeambiwa na chief niwaambie. Chief ameniambia nitangaze hiyo namba. Ukilemewa wewe tuanga simu ama tukutwangie, waje tu, utasikia 99 inakuja hapa haraka sana, ama ambulance. Tena nimesikia kuna barabara inapasuliwa hapa, maana yake Kenyatta Hospital itakuwa karibu sana. Hatutazunguka hivi Landis Road, tunapenya hapa. Si sawa? Amen. Tafadhali jali maisha ya mwenzako. Wacha kusema mimi mambo ya mask sivai. Hata yangu iko hapa. Nikitoka tu hapa naibandika, kwa sababu mke wangu, watoto wangu wananigojea jioni nyumbani, na unajua watoto ukifika tu nyumbani wanakukimbilia. Sasa nisipojilinda hapa, tamweka kijana yangu mashakani bwana, na binti yangu na mke wangu. Haleluya. Jali afya yako. Ili gonjwa ni la kweli, sio la uongo. Nimesikia watu wanasema ni ya uongo. Sijui kama kila mtu duniani angesema uongo. Amerika wangesema uongo, Russia wangesema uongo, India wangesema uongo, kule Spain, Italy pia wangesema uongo. Haleluya. Si watu wanasema hii gonjwa ni ya uongo. Wanamlaumu Rais Kenyatta, wanasema hii ni pesa anatafuta.
Sasa sijui kama hizo nchi zingine pia wanatafuta pesa na wanadanganya, wanasema hakuna na ama ninadanganya ndugu yangu. Amerika, Italy, kule Spain, South Africa, si hata hili gonjwa liko huko. Sasa sijui kama wanadanganya pia hao ndio wapate pesa, sijui. Lakini kile najua, hii ugonjwa iko na watu walinde jamii zao. Naomba tusome Waebrania, kitabu cha Waebrania. Kwa nini tunapenda hichi kitabu? Hichi kitabu Mungu alimbariki sana huyo mwandishi. Mwandishi wa hicho kitabu alibarikiwa na hekima kubwa sana ya kuweza kuwasilisha Agano la Kale na Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani alibarikiwa na akatuliza mzozo, kwa sababu hiyo ni barua imeelekezwa kwa Wayahudi. Ndio maana inaitwa Waebrania. Bwana Yesu asifiwe sana. Wayahudi imeelekezwa huko, sababu kulikuwa na mzozo mkubwa. Wengine wanasema kwani Yesu amekuja kuondoa Torati? Kwani Yesu amekuja kutangua maneno ya Musa? Wakaleta mzozo, lakini Mungu akampatia mwandishi wa hichi kitabu hekima, akaweza kuwaleta Wayahudi pamoja na Wakristo na wakaelewana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunasikia katika hicho kitabu kukaamka Wayahudi wa Kikristo, Wayahudi ambao waliokoka wakamfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao, wakatoka katika zile ibada za kale. Kwa sababu pia kuna ibada za kale, kuna ibada za sasa ambazo ni za rohoni, na kuna ibada za kale zile ambazo lazima uende na kanjiwa, uende na kondoo, uende na mbuzi, haleluya, wakuchinjie pale, wachukue ile damu ya hao wanyama wakumwagie. Lakini sasa tuna ibada tofauti. Tuna damu ambayo imehesabika kuwa takatifu kuliko zote, na ni damu ya Yesu Kristo. Tuna uokovu, tuna Roho Mtakatifu ambaye anatufundisha kwa kweli na kwa hakika yale ambayo yanatoka kwa Baba direct, sio tabia ama tamaduni za watu. Wangapi tunaelewana vizuri? Agano la Kale lilichanganya tamaduni za Kiyahudi na neno la Mungu pia na mila kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu Yesu akawa na shida sana na Wayahudi. Akasema nyinyi mliacha neno la Mungu na mkashika sana tamaduni zenu na mkashika mapokeo ya wazee. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini uzuri wa Roho Mtakatifu anapokuja, haleti za tamaduni, haleti mambo ya wazee. Yeye analeta habari kutoka kwa Baba direct. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri sana. Na kuna kitu kimoja ambacho ninaomba tuongelelee leo, na ni kitu ambacho tuligusia kidogo jana tukiwa kanisani, na ninaomba tu Mungu atusaidie tuweze kukiongelea kwa undani, na iko kwenye kitabu cha Waebrania 2. Watu wengi wanatamani sana kuona ukweli wa kuokoka. Watu wengi wanatamani kuona ukweli wa Mungu, yaani kweli Mungu yuko na mimi, afanye mambo mpaka nione kweli hii si akili yangu, sio nguvu zangu, sio uwezo wangu, ni Mungu, nimeona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wametamani hiyo kwa muda sana, na nimeshawahi kusikia hata mwingine alikuja kuniambia nikiwa kanisani, Pastor, kama kweli Mungu yuko, si aonekane kwangu, yaani si Mungu tu afanye kitu ndani yangu tu maisha yangu ikuwe sawa. Ndugu yangu, Mungu yuko, tatizo ni wewe kumfikia. Lakini yeye yuko, alikuwepo, yuko na atakuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpatie Jehova makofi mazuri sana. Hii Biblia kazi yake kubwa ni kutuandaa jinsi ambavyo tunaweza kutembea na yeye. Hii ni kitu napenda kuongea kila wakati nikisimama mbele ya wateule. The Bible prepares us on how to walk with God. Biblia inatuandaa. Ndugu yangu, uwezi toka huko na bangi zako na ukuje tu na mtembee na Mungu. Haiwezekani. Uwezi toka huko na ujinga wako wa kidunia. Nikisema ujinga wako wa kidunia, ninamaanisha
hekima za kidunia. Biblia inasema hekima ya dunia hii ni upuuzi, ni upumbavu mbele za Mungu. Sasa wewe huwezi toka tu huko na mambo yako tu na vile unavyojiona na useme mimi naweza tembea na Mungu. Unajidanganya. Lazima wao wenyewe wakuandae vile wanavyoona sawa. Lazima wakupitishe katika matambiko yao. Wana matambiko yao ya kiroho. Wanasema ubatizo lazima iwe pale. Wanasema lazima uliamini neno. Imani huja kwa kusikia. Bwana Yesu asiwe sana. Mahali pengine maandiko yanasema hata lazima wakugeuze, wakufanye uwe mwana wa Mungu, ama uwe katika hali ya kukubalika na Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Biblia inasema Yesu alimwambia Nicodemus, vya Mungu lazima uzaliwe kwa maji na roho. Vya Mungu huwezi kuja tu tukae na wewe tuanze kutia story. Unajua Nicodemus alimpata Yesu na akataka tu aanze kutia mambo ya story za Mungu. Haleluya. Anamwambia Bwana, tumeona wewe ni mwalimu. Tumeona hata hizi kazi unafanya, lazima Mungu yuko na wewe. Haleluya. Na Yesu akajaribu kumwambia, hii mambo hatuwezi ongea na wewe kama wewe hutasaliwa mara ya pili. It will not make sense to you. It will never make sense. Hii mambo haiwezi ku make sense katika carnal mind. These things are spiritual. Hii mambo ni ya kiroho. Ndio maana alitaka kwanza azaliwe katika roho na pia azaliwe katika maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimeona watu wengi sana kila wakati wanapoenda makanisa, they want to get close to God, very close, but they don't know how to get close to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Tumbe Kristo makofi. Nataka usikilize kile kitu ambacho Paulo alichowaambia Wayahudi. Nataka usikilize kabla hatujasoma kitabu cha Waebrania 2. Nataka usikilize kwenye kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi 10. Nataka tusikie kwanza hapo. Mwenye masikio afanye nini? Mwenye masikio afanye nini? Hii kitu itakusaidia wewe kuelewa. Itakusaidia kuelewa kwa nini naendaga kanisa na sioni Mungu. We, usikae hapo. Usikae hapo. Usikae hapo. Hao watu wameweka social distance, unataka kujifinya hapo. Usifinyane na watu kabisa. Hili tatizo sitachoka kuliongea. Nasikia mtu anasema, if God is there, why am I suffering? If God is really there, why am I suffering? Kama kweli mnasemaga Mungu ni Mungu wa baraka, ni Mungu wa kutendea watu mambo mazuri, Pastor, why am I suffering? Why? If God is there. Kuna mtu anauliza hilo swali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sikiliza ile kitu ninakwambia. Sikiliza kitabu cha Warumi 10 mstari wa kwanza. Anasema, ndugu zangu, shauku ya moyo wangu ni maombi yangu kwa Mungu ni kwa ajili ya Waisraeli. Paulo anaita Waisraeli ndugu zake. Alafu anasema ile kitu inamtatiza kabisa ni Waisraeli. Anaomba Mungu, anasema Waisraeli hawa wananitatiza roho yangu na ninaomba sana waokolewe. Sikiliza vile anasema. Hii ni kitu ambayo inaweza ikamshangaza mtu yoyote akisikia ya kwamba una comment, Mungu naomba Waisraeli waokolewe. Kuna mtu atakuona we mjinga sana. Wewe unasema waokolewe na hilo ni taifa la Mungu. Hilo ni taifa la Mungu. Kwani wewe uelewi Waisraeli ni taifa la Mungu? Sikiliza vile Paulo anawalilia kwa uchungu sana. Anasema, ndugu zangu, shauku ya moyo wangu na maombi yangu kwa Mungu ni kwa ajili ya Waisraeli, kwamba waokolewe.
Kwa maana ninawaza nikishuhudia wazi kwamba wao wana juhudi kubwa kwa ajili ya Mungu, lakini juhudi yao haina maarifa. Kuna watu kama hawa wana juhudi kubwa kwa ajili ya Mungu, lakini juhudi yao haina maarifa ya kufikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tunaelewana vizuri? Hapa Nairobi nimeona watu wana juhudi lakini juhudi zao hazina maarifa. Nimeona hapa Nairobi unakuta mtu bwana na ngoma kutoka hapa mpaka Kibira, anapigana na ngoma na bendera kutoka hapa mpaka Kawangware. Ana juhudi, lakini juhudi zake hazina maarifa ya kumfikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeona watu bwana wanabeba misalaba kule Philippines. Ikifika siku ya Pasaka wanabeba msalaba, alafu wanaenda mahali wanasulubishwa kabisa kama Yesu kule Philippines. Wanachapwa mijeledi ya migongo kabisa, yani life. Hiyo ni juhudi, lakini haina maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni juhudi kubwa sana, lakini haina nini? Haina maarifa. Na hiyo ndio kitu Paulo anasema kwa Waisraeli. Wana juhudi, wanachinja kondoo, wanachinja mbuzi, wanaandama mwezi wa Pasaka, wanashika torati ya kila aina, lakini hawana maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko inasema iko maarifa ya kumfikia Mungu. Iko. Na haya maneno ninaongea kwa wale ambao ndani yao kila siku wakienda kanisani Jumapili wanaenda kwa madhumuni ya kukutana na Mungu. They have no other agenda. Hiyo ndio sababu tunahubiri hapa. Hiyo ndio sababu tunaongea maneno haya. Sababu sio wote wana agenda ya kumtafuta Mungu. Na kuna wale kweli wana kiu ya Mungu, lakini wametembea hii makanisa na wanasema pasta, sijapata Mungu. Nimetembea Nairobi, makanisa ya Nairobi, makanisa ya town, nimetembea sijapata Mungu. Nitampataje pasta? Mimi nilikutana na mtu akaniambia, pasta, mimi nimeenda kwa kanisa fulani, wanaongea kuhusu mambo ya pesa. Pesa ninazo pasta, pesa ninazo. Wanaongea vile mambo yako itainuliwa, utafunguka. Pasa, mimi sina shida ya maisha, nina shida ya Mungu. I want God. It is God I want. Lakini sijapata mtu ananihudumia vizuri vile ninaweza nikampata Mungu. Sijapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mchungaji mmoja nilimwambia, bwana, hii mahubiri yako hata ukialikwa maeneo ya watu matajiri, sijui kama utahubiri. Sababu ile yote ambayo utaongea pale wako nayo. Karen kule, Karen Ngong huko. Watu wamejenga manyumba yao makubwa. Wengi wao bwana wana maofisi katika serikali. Wakubwa. Wana manyumba huko Karen. Wengine ni mawakili, magistrates, doctors. Wakubwa. Hizi ndege bwana wanapanda kama matatu. Hizi ndege hizi. Ameitwa South Africa akafanya surgery. Ametoka huko ameitwa Cairo. Ametoka South Africa ameenda mpaka Cairo afanye tena surgery nyingine. Ametoka Cairo ameenda mpaka kule Lagos, Nigeria, tena surgery nyingine. Yaani hizi ndege ni kama matatu. Wanabadilisha kama matatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu mtu bwana, ukianza kumhubiria mambo ya pesa, sijui kuinuliwa, naona milango ikifunguka, bwana atakucheka, atakuangalia hivi akucheke. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu anataka Mungu. Mwambie mambo ya Mungu. Paulo alikaa chini na wafalme, wakamwambia, bwana, sisi tunataka mambo ya Mungu, tuambie kuhusu huyo Mungu wako. Sikia vile ndugu yetu aliongea. Sikiliza vile ndugu yetu Paulo aliongea. Kitabu cha Matendo ya Mitume 26. Matendo ya Mitume 26. Nimesema injili yetu iko Waebrania 2. Nimesema iko hapo. Lakini huku
tuna lamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia watu ambao wana kiu ya Mungu. Hiyo mambo ya kuambia sijui wanakwenda kuinuliwa, ukianza tu hizo story wanakucheka. Unasema wewe hata kumbe hata hujui ile kitu unasema. Sikiliza Waebrania 20 samahani, kitabu cha Matendo ya Mitume 26. Haleluya. Haleluya. Paulo ajitetea mbele ya Agripa. Sikiliza vile maneno yalikuwa matamu pale. Haleluya. Huyu mtu ameletwa, ameambiwa okay, tuambie kuhusu Mungu. Talk to us about God. Tukisikia kama ina make sense, sisi hata hatukuchukulia tu, tutakuacha uende. Lakini kama huyo Mungu ni wa maneno mengine bandia ambayo hatuelewi, tunakuweka ndani. Sasa sikiliza, ndugu yetu alianza. Ndipo Agripa akamwambia Paulo, unayo ruhusa ya kujitetea. Hivyo Paulo akawashauri kwa mkono wake, akaanza kujitetea, akasema, Mfalme Agripa, najiona kuwa na heri kusimama mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo kusimama mbele yako leo ninapojitetea kuhusu mashtaka yote ya Wayahudi. Haleluya. Hasa kwa sababu unajua vyema desturi zote za Kiyahudi, na ya kuwa wewe unajua kwa undani mila na maswala ya mabishano. Kwa hiyo nakusihi unisikilize kwa uvumilifu. Nakusihi nisikilize mfalme kwa uvumilifu. Maana yake ninaweza nikawa na maneno mengi, lakini nivumilie nikuambie. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu nimeletwa hapa kwa sababu ya mabishano kati ya Wayahudi na Wakristo. Haleluya. Hiyo ndio mashtaka imenileta hapa. Wayahudi wanasema ya kwamba mimi napotosha njia zao za ibada, napotosha, nawaletea Mungu mgeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawaletea njia geni za kuabudu. Wamenileta kwa hii kesi kwa sababu hiyo, lakini nakuomba nisikize mfalme, nisikize kwa uvumilifu. Sikiliza huyu bwana vile anavyosema. Haleluya. Wayahudi wote wanajua jinsi nilivyoishi tangu nilipokuwa mtoto, kuanzia mwanzo wa maisha yangu katika nchi yangu na pia huko Yerusalemu. Wao wamefahamu kwa muda mrefu na wanaweza kushuhudia kama wakipenda, kutokana na msimamo mkali sana ya dhehebu letu kwenye dini yetu niliishi nikiwa Farisayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami sasa ni kwa sababu ya tumaini langu katika kile ambacho Mungu aliwaahidi baba zetu ninashtakiwa leo. Tumpigie Paulo makofi mazuri. Tumpigie Paulo makofi. Anasema ile kitu imefanya nimeletwa hapa nashtakiwa na hawa Wayahudi ni ile ahadi ambayo Mungu aliwaahidi baba yetu. Aliahidi baba zetu. Hiyo ndio kitu Wayahudi wameniletea hapa. Wayahudi wanataka kunimaliza. Sio eti kwa sababu nimeleta kitu mpya. Ni ahadi ambayo baba zetu waliambiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alafu anasema hivi, hii ndiyo ahadi ambayo makabila yetu 12 yanatarajiwa kuiona ikitimizwa wanapomtumikia Mungu kwa bidii mchana na usiku. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri sana. Na hii kitu mimi nasemaga hapa kila jioni. You will never see the evidence of God until you channel your focus in the spirit. Weka akili yako ndugu yangu yote katika roho. Kile ambacho tuko nacho sasa hivi ni ahadi ambayo Wayahudi waliahidiwa na Mungu, lakini kwa kukosa maarifa, walitafuta Mungu kwa bidii zote, lakini wakakosa maarifa vile ya kumfikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimeona Wakristo mpaka leo wanang'ang'ana na Yesu.
wanaita jina la Jehova, wanaita jina la Roho Mtakatifu, wanang'ang'ana, lakini ndugu yangu, ile kitu imekosekana. Ili waweze kupata results kutoka katika ulimwengu wa roho, ni kwa sababu wamemkataa Roho Mtakatifu awahekimishe. Ni kwa njia gani wanaweza kusogelea Mungu mpaka waone ahadi za Mungu zimetimia katika maisha yao ya Kikristo. Haleluya, tumpatie Bwana Yesu makofi yetu. Ndugu yangu, you cannot approach Christianity na akili zako ambazo umeokota kwa shule. You can never approach Christianity na arguments ambazo umetoa katika mawazo ya watu. You need the Holy Spirit, you need him. Hakuna mtu yoyote ambaye alitembea na Mungu ambaye Roho hakukaa juu yake. Tangu manabii wote wa kale, Mungu aki-identify mtu, kitu ya kwanza anamweka Roho ili waweze kuelewana. Iwe ni Yeremia, iwe ni Isaya, iwe ni Daniel, utasikia maandiko inashuhudia Roho wa Mungu alikuwa juu yake, Roho wa Mungu alikuwa juu yao, Roho wa Mungu alikuwa juu ya. Iwe ni Musa, iwe ni Yoshua, iwe ni nani, hakuna mtu anaweza akawasiliana na Mungu vizuri mpaka wakaelewana pasipo intervention ya Roho Mtakatifu. Hakuna. Munisikie, hata mimi pia naomba munisikilize kwa uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor, mbona huwa naomba lakini sioni majibu? Umevikwa uwezo wa kiroho? Umevikwa? Hapana, huwezi kumwona Mungu. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hamwezi lolote kama sio uwezo utatoka juu uje juu yenu. Hamwezi. Hii safari ya kiroho itawalemea. Your mind cannot live in the spiritual world. It cannot. Muulize Mariam. Mariam aliambiwa wewe utabeba mimba. Aliuliza inawezekanaje na mimi sijalala na mwanaume? Akaambiwa kiroho inawezekana. Vya rohoni hatuhitaji wanaume. Tunahitaji uwezo wa Mungu. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Ndugu yangu, vya rohoni vitakuchanganya. Ukijaribu kusogea kwa Mungu na akili zako za kawaida vitakuchanganya. Na hiyo kitu nawaambia Wakristo, lakini hawataki kusikia. Nyenyekea chini ya mafuta ya Roho Mtakatifu na uache mafuta ya kufundishe. Kitabu ni kile cha waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 20. Wacha upako wa Roho Mtakatifu ukufundishe mambo ya kiroho. Pastor, mimi siamini kama Mungu yuko. Kama angekuwa angekubali niteseke. Hako, lakini wewe ndio hauna maarifa ya kumsogelea. Wewe ukienda kanisani unatafuta vitu vyako, hauendi kutafuta Mungu. Na wewe sio wa kwanza. Kuna watu walienda kutafuta samaki na mikate, hawakuwa na haja na Yesu hata kidogo. Walikuwa na haja na samaki na mikate na divai. Kuna divai pia ilitengenezwa, wakaambiwa hata huyu anatengenezaga divai. Sasa wakao wanamfuata. Sio watu wote ambao wanaingia kanisani wako genuine ya kwamba niko hapa natafuta Mungu. Si wote bwana. Ukiona mtu anang'ang'ana na kanisa, hana kazi. Ukiona mtu anang'ang'ana na kanisa, bibi ameenda. Sasa waende wasumbuane na pasta, wasumbue Mungu mpaka bibi arudi. Bwana Yesu asifiwe. Turudi kwa Paulo. Tusikie hekima ya Paulo. Paulo aliongea vipi? Paulo aliongea nini mbele ya mfalme, wafalme mpaka wakasema kweli huyu mtu bwana hana makosa. Unajua sio Paulo peke yake, hata Yesu aliongea kwa watu wakubwa bwana. Wakasema mbona hatuoni makosa ya huyu mtu? Hatuoni makosa. Haleluya. Je, una maarifa ya kufikia Mungu? Una maarifa?
Unaniambia pasa, kwani kufikia Mungu kunahitaji maarifa gani? Kama kufikia uhuru ndio kunahitaji maarifa, Uhuru Muigai Kenyatta na ako hapa State House, kumfikia ndugu yangu kunahitaji maarifa. Wanafikiria utapanda gari hapa ufike kwa geti ya State House ubishe hivi eti ubishe? Umekuja kufanya nini? Nimekuja kumuona rais tuongee. Utauliwa. Utapigwa risasi twa. Wakikuonea huruma wanakuweka ndani, wakufinye mpaka wahakikishe nia yako ilikuwa safi. Watakuuliza, wewe ni Al-Shabaab? Wewe ni Al-Qaeda? Utafinywa. Nani amekutuma? Wewe ni mpelelezi wewe ni mwanzo, wewe unatoka, utafinywa ndugu yangu, mpaka wanaona unakufa, ndio wanasema kumbe ni wazimu tu, hii rudisha yeye huko. Alafu unabebwa na Land Cruiser, wanakuja wanakutupa kwa kichochoro hapa, puf, chini huko. Alafu shida nyingine ni moja, hata watu wakikupata umetupwa hapo chini, uanze kusema nimetoka kufinywa, hakuna mtu anakuamini. Mtu anasema hizi ni banki. Shida juu ya shida. Tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri sana. Ndugu yangu, kuna mimi nimekaa na hii Biblia miaka mingapi sasa, na kila siku ninaongeza kidogo. Ndugu yangu, hailetwi yote mara moja. Usifikirie ndugu yangu Mungu atajifunua kwako mara moja umuelewe kila kitu, uelewe kila ndugu yangu, pole, hatua kwa hatua. Huwezi kummaliza Mungu wewe, huwezi. Paulo anaendelea kusema, Paulo anasema, nami sasa kwa sababu ya tumaini langu katika kile ambacho Mungu aliwaahidi baba zetu, nashtakiwa leo. Hii ndiyo ahadi ambayo makabila yetu 12 yanatarajiwa kuiona ikitimizwa wanapomtumikia Mungu kwa bidii mchana na usiku. Kwa nini yeyote miongoni mwenu afikiri kwamba ni jambo lisilosadikika Mungu kufufua watu? Kwa nini, mbona hamuamini ya kwamba Mungu anaweza kufufua watu? Na unajua hii yote, hii vita yote ni kwa sababu Paulo alikuwa anazingatia sana kuhusu kufufuliwa kwa watu, kunyakuliwa kwa kanisa. Tumaini la Paulo alikuwa katika dunia hii. Tumaini la Paulo, unajua uzuri wa mtu wa rohoni, wakati amezama sana katika mambo ya rohoni na anaanza kuona uhakika wa mambo ya rohoni, anaondoa matumaini yake kwa hii dunia, anaweka katika maisha ya kiroho. Wangapi tunaelewana vizuri? Ndugu yangu, usicheze yale mambo Yohana akiwa kwenye kisiwa cha Patmo aliona. Wewe ukiyaona leo utaachana na hii dunia. Wewe ukiyaona ile mambo Musa aliona kwa mlima na Mungu, ile mambo Musa aliona na Mungu, ndugu yangu, ukiyaona wewe leo, hii dunia, raha ya hii dunia inaisha, ndani yako inaisha. Watu walitembea Bwana, wakaona Mungu, wakaona ufalme wa Mungu. Wewe tukikwambia kuna ufalme wa mbinguni unasema hakuna. Elisha alikaa hivi wanaongea na Elijah, mara ghafla farasi ndio hiyo imembeba Elijah, ndio huyo anaenda analia, anarushiwa nguo. Wewe unafikiria unaweza ona hiyo kitu alafu urudi hapo uniambie tena mambo ya dunia yana utamu? Watu waliona mambo hayo, na kiu na tamaa ya mambo ya dunia ikakauka kabisa ndani yao, ikakauka. Ndugu yangu, watu waliona Yesu akibebwa na mawingu hivi akienda. Wacha wewe unamuonaga kwa msalaba Jumapili, wewe unamuonaga kwa msalaba. Watu waliona Yesu anawaongelesha, anaongea, ukakuja upepo
upepo kama ile ya helikopta. Unaona ile helikopta vile ile upepo inafanyaga, helikopta ya uhuru ikishuka, upepo bwana, upepo kidogo bwana, Yesu anainuka. Watu wakasema hii hatujaona, na wakazubaa mpaka akapotea kwa mawingu. Bado hawajaamini. Malaika wakashuka wawili, wakawauliza Wagalilaya, mbona mnashangaa? Mbona haya mambo yanawashangaza? Vile ameenda hivyo ndivyo atakavyorudi. Huyo achaneni mambo yake huyo. Tumpatie Yesu Kristo makofi ya utukufu. Haleluya. Kusogea kwa mtu kama huyo Yesu Kristo mwana wa Mungu inataka maarifa. Haitaki ujinga. Haitaki ujinga. Mimi husema hata ukitaka kwenda kwa nyumba za waganga na wachawi wakusaidie, ndugu yangu, sifikirie tu wale watu wanakaaga hivi, wanasema shetani njoo, shetani njoo, saidia huyu, shetani njoo, shetani uko wapi, kuja usaidie. Wako na maarifa, wako na hekima. Watakaa hapo, watapiga ile pembe, kelele pembe, watachukua kitu kingine kama ya mtoto, ila shwa 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 shwa, watachukua mkia. Ni hekima, ni hekima. They appease the spirit. Wanaweka ile ubani na udi kwa moto, moshi inapanda, wana appease the spirit. Na wakati maroho yanapokuja, wanaeleza shida na roho zinafanya kazi, alafu wanakuachilia unaenda. Do you have the wisdom to call the kingdom of heaven? Do you have the wisdom to call upon the kingdom of heaven? Elijah alikuwa na hekima hiyo. Elijah alipanga mawe 12, akapanga vizuri, akaweka kuni, akamwaga drum 3 ya maji, akatengeneza mifereji. Wewe unafikiria ni ujinga alikuwa anafanya hapo? Na alikuwa na hekima, hekima ya kuita mbingu ije na itatue shida yake. Alikuwa na hekima hiyo. Wewe unaenda kanisani kinjanja, ikifika wakati wa mafundisho, mchungaji anaweka hekima ndani yako, utaki, unacheza na Facebook na WhatsApp. Sasa hiyo ndio unaenda chooni, mkojo umebana. Hekima ya Mungu utaitoa wapi? Sasa hiyo ndio unalala. Sasa hiyo ndio unalala. Wakati unapatiwa hekima na Roho, anakushibisha hekima, vile unaweza ita Mungu akuje, unalala. Unalala. Wewe utampata wapi Mungu wewe? Wangapi wananielewa mzuri? Nakwambia watu bwana walikuwa na hekima ya Mungu. Wakina David wanaona ugonjwa ndio hii ugonjwa inaua watu. David alikuwa na hekima ya kwenda kwa mlima, akanunua shamba kwa Arauna, akasema hii madhabahu nitajenga hivi na hivi ndio nitaongelesha Mungu, na nikimuongelesha hivi hii ugonjwa itaondoka. Nani yako na hiyo hekima leo? Kwa nini hatuna bidii ya usiku na mchana kutafuta Mungu? Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Paulo anasema hii ahadi haipatikani hivi hivi, ni bidii ya usiku na mchana. Mimi sitaki kukudanganya ndugu yangu, eti njoo nikuombee, naanza visanga na wewe, naanza visanga. Ndugu yangu, sifanyi ujinga hiyo. Mimi nakupa hekima. Ukiipata hekima itamleta Mungu juu yako, hekima ya kiroho. Sina mambo hayo mimi. I want to teach you about God. Nataka nikufundishe vile Mungu anapatikana. Na usidanganywe, katika ulimwengu wa roho kuna hekima nyingi. Wangapi wananielewa vizuri? Kuna hekima nyingi. Kuna hekima za majini. Wangapi wananielewa vizuri? Kuna hekima za uchawi, uganga.
kuna hekima ya miungu. Ukienda sasa hivi kwa Wahindi, wana hekima yao, wana hekima yao. Unaona hiyo miungu yao inakaa nyoka, ndovu, nini. Hiyo miungu yao ina hekima ambayo wakiitumia hata wao wanaona matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu ametukataza, amesema msitumie hekima nyingine yoyote isipokuwa inayotokana na hekima ya Yesu Kristo. Haleluya. Situmpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Ndugu yangu, hekima ni nyingi katika ulimwengu wa roho, na hata maroho ni mengi. Ndio maana Yohana anasema msiamini kila roho. Sio kila roho zinatoka kwa Baba, msijaribu. Msiamini kila roho. Sijaribuni kwanza kama zatokana na Mungu ama na wanadamu. Usifanye mchezo na hekima za rohoni. Ni nyingi, ni nyingi. Ndugu yangu, ukienda kwa Wajaluo, Wajaluo wana hekima zao za kiroho. Watakupeleka kando ya mto Lake Victoria, watakufanyia vituko huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakikuyu wana hekima zao za kiroho, watakupeleka Mount Kenya, watakufanyia vituko vyao huko. Wangapi wananipata lugha mzuri? Ukienda kwa Wataita, ukienda kwa Wadigo, ukienda kwa Wagiriama, ndugu yangu, kila mtu na hekima zake za kiroho. Lakini maandiko inasema iko hekima moja iliyo safi, inatoka kwa Baba, na yule aliyoibeba ni Yesu Kristo. Katika yeye vitu vyote vya mbinguni na duniani vimewekwa mikononi mwake. Haleluya. Tumpatie Yesu makofi ya utukufu. Mungu anasema katika hekima ya Yesu yeye anatukuzwa. Katika hekima ya Yesu Mungu Baba anatukuzwa, na Mungu anatafuta kutukuzwa kwa hekima yake, sio kwa hekima ya mtu mwingine. Ndugu yangu, ukifanikiwa maisha yako kwa hekima inayotokana na wengine na sio Yesu, hiyo hekima haimpatii Mungu sifa yoyote. Mwanzo katika ulimwengu wa roho watasema hii ni uongo, haikutokana na Mungu, hii imetokana mahali tunajua. Haleluya. Mungu anatafuta utukufu, na ndio maana lazima hekima yake iweze kutumika. If it does not come from God, you cannot give God praise. There is no reason to give God praise. Kama wisdom iliyotumika kukuokoa wewe katika changamoto za hii dunia haikutokana na Mungu, there is no need ya kupatia Mungu praise. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na ndio maana mimi hupenda kusema, just because it works, it does not mean it is right. Hallelujah. Just because it works, it does not mean it is right. Oh pastor, sisi tunaongea kwa lugha, hata shetani anaongea kwa lugha. Hata shetani anaongea kwa lugha. Pastor, unajua yule jamaa aliombea mtu akafufuka. Hata shetani aliombea roho ya Samuel na ikafufuka, na Samuel akaongea na Sauli. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wananielewa lugha vizuri? Haleluya. Amen. Sikia vile anasema, mimi pia nilikuwa nimeshawishika kwamba imenipasa kufanya yote yale yaliyowezekana kupingana na jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Paulo anasema nilishauriwa na hawa wazee hawa makuhani nipingane na Yesu. Walinishauri. Haleluya. Na nikaingia box. Anasema niliingia box na nikapingana kweli kweli na Wayahudi na kanisa. Haleluya. Sikiliza vile inaendelea kusema. Anasema nami haya ndiyo niliyofanya huko Yerusalemu kwa mamlaka ya viongozi wa makuhani. Niliwatia wengi watakatifu gerezani, na walipokuwa wakiuawa nilipiga kura yangu kuunga mkono. Mara nyingi nilikwenda kutoka sinagogi moja hadi nyingine nikiamuru waadhibiwe. Nami nilijaribu kuwalazimisha wakufuru katika shauku yangu dhidi yao. Hata nilikwenda miji ya kigeni ili kuwatesa. Hii ndio kazi Paulo alifanya. Na
Sikiliza vile inaendelea kusema. Anasema ilikuwa yapata adhuhuri, mfalme, nilipokuwa njiani niliona nuru kutoka mbinguni kali kuliko jua, iking'aa kunizunguka pande zote, mimi na wale niliokuwa pamoja nao. Wote tulipokuwa tumeanguka chini, nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Ni vigumu kwako kuupiga teke mchoko. Nikauliza, ni nani wewe Bwana? Fikiria, huyu Yesu Kristo anamwambia Paulo, hii vita unajaribu kupigana ni ngumu, utaweza. Anatumia hivi, sikiliza hii methali, anasema ni vigumu kwako kupiga teke mchoko, ni ngumu. Hii vita unapigana nayo uwezi. Haleluya. Paulo akauliza, ni nani wewe Bwana? Naye Bwana akamjibu, ni mimi Yesu unayenitesa. Lakini sasa inuka, usimame kwa miguu yako, kwa sababu nimekutokea kwa kusudi hili, ili kukuweka utumike na kushuhudia juu ya mambo ambayo umeyaona na yale utakayokuwa yatakayokutokea kwako. Nitakuokoa kutoka katika watu wako na watu mataifa ambao ninakutuma kwao, uyafumbue macho yao ili wageuke kutoka gizani waingie nuruni, na kutoka kwenye nguvu za shetani wamgeukie Mungu, ili wapate msamaha wa dhambi na sehemu miongoni mwa wale waliotakaswa kwa kuniamini mimi. Wangapi wamesikiliza ile sababu ambayo injili inahubiriwa? Wangapi wamesikia ile sababu? Sikiliza sababu. Nitakuokoa kutoka kwa watu wako na watu mataifa ambao ninakutuma kwao, uyafumbue macho yao ili wageuke kutoka gizani waigeukie nuru, na kutoka kwenye nguvu za shetani wamgeukie Mungu, ili wapate msamaha wa dhambi na sehemu miongoni mwa wale waliotakaswa kwa kuniamini mimi. Yaani hiyo ndiyo maarifa, hiyo ndiyo maarifa ya kuweza kusogea karibu na Mungu. That is the secret. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoke kwa nguvu za shetani. Kuna mtu atauliza, pasta, kwani sisi tuko chini ya nguvu za shetani? Muko chini ya nguvu za shetani. Kitabu cha Wakorintho wa pili 4 mstari wa 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, wengi walio katika dunia hii wamepofushwa na mungu wa dunia hii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu anasema nimekuja ili mutoke katika hizo nguvu za shetani. Sikiliza vile inasema. Haleluya. Haleluya. Kwa habari yao, mungu wa dunia hii amepofusha akili za wasioamini, ili wasione nuru ya injili, nuru ya injili ya utukufu wa Kristo aliye sura ya Mungu. Kwa maana hatujahubiri sisi wenyewe, ila tunamhubiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana, na sisi ni watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Situmpatie tena Yesu Kristo makofi mazuri. Sasa kuna kibarua cha kutoka katika minyororo ya ibilisi. Kuna kibarua. Usifikirie ni rahisi. Wakati tulipokula lile tunda ambalo shetani alitudanganya nalo, ndugu yangu, tulipofushwa kutoka katika nuru ya Mungu, tulipigwa na upofu kabisa. Na hiyo ndio ilikuwa kusudi la shetani. Hawa watu wasije wakaiona nuru ya Mungu, wakamgeukia Mungu, wakatuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile tu Mungu naye alivyosema, kwa sababu hawa wameshakula tunda la kujua mema na mabaya, tuwazuilie ili tunda la uzima, wasije wakakula wakaishi milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maandiko yanasema hatuwezi kula meza moja na shetani. Kitabu ni kile cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 20. Haleluya. Kama sisi tuko kwa Kristo,
Kristo, na kama tuko kwa ibilisi, watu wakae kwa ibilisi. Haiwezekani ndugu yangu kusogelea mambo ya Mungu kama upofu wa kiroho haujaondolewa juu yako. Na Paulo ameongea vizuri sana. Amesema mimi nimekuja niwahubirie injili itakayowatoa kwa pingu za ibilisi, waone nuru ya Kristo, waweze kupata sehemu kwa wale waliotakaswa na mimi, wapate sehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, hiyo nia ndio inakupeleka kanisani? Hayo ndio makusudi yanayokupeleka kanisani? Ya kwamba uweze kutakaswa, upate sehemu katika wale waliotakaswa na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hiyo sio nia yako, ndugu yangu, utakaa kanisani miaka yote na hutamuona Mungu. Maandiko yanajua Mungu anajua nia ya kila mtu. Biblia inasema Mungu anajua nia ya kila mtu. If you are seeking God for the wrong reasons, you will never find him. You will never. Hiyo ni karantini nakupa leo. If you are seeking God for the wrong reasons, you will never find him. Tafuta Mungu kwa sababu za kweli. Toka katika dhambi, toka katika minyororo ya ibilisi, utakaswe, uwe na sehemu kwa wale waliotakaswa na waliomwamini Yesu Kristo. If that is not your reason, ndugu yangu, utasumbuka kanisani miaka nenda rudi, hautamuona Mungu. Ndugu yangu, hatuoni Mungu kwa pesa. Hayo ni mafundisho ya kikora. Hatuoni Mungu kwa mali ya dunia hii. Hayo ni mafundisho ya kikora. I'm telling you the truth. Mungu anaonwa kwa utukufu wake na kwa hekima yake. Tunaona Mungu kwa nguvu zake, kwa uwezo wake, kwa maarifa yake. Musa hakuona Mungu kwa wingi wa pesa. Mungu alimwonyesha Musa kitu ambacho Musa hakusahau mpaka siku alikufa. Mti unawaka moto na matawi haichomeki. Wewe unafikiria hiyo ni kitu itawahi kutoka kwa akili yako? Unafikiria hiyo ni kitu itawahi toka kwa akili yako? Mti unawaka moto na haichomeki. Mungu aliambia Musa, huu ndio utukufu wangu. This is me. This is me. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, wakati David alikuwa anaenda kupigana na Goliath, Sauli alijaribu kumvalisha mapanga na nguo za kivita. Daudi akamwambia, hizi ni mzito hata kuniliko. Hizi nikienda nazo vitani sitashinda, nitashindwa. Wacha niende kwa uwezo wa Mungu peke yake. Wacha niende kwa hekima yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesikia kuna wachungaji wanajaribu kutuchocha sana. Utaona Mungu kikuletea mamilioni. Mungu hakuji kwa njia hiyo. Mungu anakujaga kwa utukufu wake, kwa uwezo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mwanamke Serepta aliambiwa, unaona hii unga unasema ni kidogo hii. Umesema imebaki konzi ya unga. Inatosha wewe na mtoto wako. Tengenezea mimi mtumishi wa Mungu, na hiyo unga haitawaisha mpaka wakati chakula kitarudi. That is God. That is God. Waisraeli walifika mahali hakuna daraja ya kuvuka bahari, na jeshi la Farao liko hapa nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Jeshi la Farao liko wapi? Na bahari iko hapa. Ndugu yangu, wadiona Mungu. Wacha kutuletea visababu, maexample ambazo hata wachawi wanatumia. Wewe unajisifia Mungu pesa. Wewe unajua Illuminati wako na pesa ngapi? Unajua Illuminati wako na pesa ngapi wewe? Unajisifia Mungu pesa. Eti Mungu alinitembelea, sasa mimi ni tajiri. Wewe. Unajua drug dealer wako na pesa ngapi wewe? Kuna majamaa wawili walikujaga hapa Kenya. Watu wakawabandika jina mamluki. Mamluki. Mabrothers wawili wanaitwa Atur Magarian na Atur Sagarsian. Wangapi wanakumbuka hao? Waliambia nini wa Kenya?
tuko na pesa hata ya kununua hii nchi yenu, tunaweza inunua. Na ndio ujue walisema ukweli. Wewe uliona hata wakisumbuliwa, hata walipelekwa airport na heshima. Sasa wewe utajisifia nini vya dunia kwa Mungu? Ndugu yangu, watu wa Mungu wanasifia uwezo na mamlaka yake. Haleluya, tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Paulo ameambia mfalme Agripa, niliona mwangaza sijawahi ona, inang'aa kuliko jua. Haleluya, si tumpatie Yesu makofi ya utukufu. Anamwambia niliona mwangaza sijawahi ona, inang'aa kuliko jua, ili tutandika tukaanguka chini. Na nikasikia sauti kiongea na mimi kwa Kiebrania kiniambia, kwa nini unawatesa watu wangu? Have you ever encountered God? Have you ever? Mungu hatakuja kwa nguvu na akili za wanadamu, hawezi. Hizo ni kasumba tu tumefanywa sisi kuamini. Ndugu yangu, Mungu aliposhuka mlima Sinai, ndugu yangu, aliposhuka, Waisraeli walitoka mbio. Usifanye mchezo bwana, usifanye. Mungu alipomtokea Balamu, punda iliongea. Punda iliambia jamaa, wewe unanipiga, kwani uoni mtu hapa? Uoni malaika? Punda iliongea. Huyu Mungu nyinyi mnamuona wa pesa, wa magorofa, wa magari na mandege, huyu Mungu ametokea wapi? Kwani ile nguvu yake ilienda wapi? Watu wanasema mimi nimeona mbingu imepasuka hivi na milango ya mbingu imefunguka. Naona Mungu ameketi katika kiti chake cha enzi na mwana wa Adam mkono wa kiume. Wacheni hizi stories za mabroka. Mzee, unanisikia vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu ni Bwana. Haleluya. Sikiliza Matendo ya Mitume. Samahani, turudi sasa kwa kitabu chetu cha Waebrania. Samahani, turudi Waebrania 2. Sasa sikiliza, nimekugusia mambo pale. Wacha tumalize sasa na Waebrania 2. Inasema hivi: kwa hiyo imetupasa kuwa waangalifu sana kuhusu kile tulichosikia. Imetupasa kuwa waangalifu kuhusu kile tulichosikia, ili tusije tukakiacha. Ndugu yangu, soma Biblia vizuri. Angalia ile injili iliyohubiriwa na mitume. Kama ni injili iko Kenya leo, angalia hiyo injili. Are we talking about the power of the devil? Are we talking about repentance? Are we talking about holiness? Are we talking about the power of Jesus Christ? Are we talking about transformation? Hakuna uwezo inaweza ikabadilisha mtenda dhambi isipokuwa ni uwezo ulio ndani ya Yesu Kristo. Na ukiona makanisa bado tunasumbuana na malongi na miniskati na mapaja iko nje na varanda za matiti bado ziko nje na tuko ndani ya kanisa, ndugu yangu, ni ishara tosha uwezo wa Yesu haijatembea hapo hata kidogo. Uwezo ya Yesu haijaweka watu huru hapo. Uwezo ya Yesu haijaweka watu huru hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niliambia mtu fulani, kama Mungu alizuia Musa akamwambia Musa, usitengeneze madhabahu iliyoinuka, kwa sababu ukipanda juu ya madhabahu iliyoinuka uchi wako unaweza onekana. Ndugu yangu, na unajua makuhani walikuwa wanavaa nguo ndefu, na bado Mungu anamwambia usitengeneze madhabahu iliyoinuka, uchi wako unaweza onekana. Na je, wale wanaimba pale kanisani na skati imefika hapo, ni uchi gani hiyo inaonekana hapo? Ni uchi gani? Nguo imekushika hivi, mistari ya ngodha, mistari kushika hivi, mpaka ngodha ikiingia huku kwa matako inaonekana hivi.
Alafu mnaimbia Mungu hapo. Hiyo kanisa haijakombolewa. Hakuna nguvu ya Mungu imetembea hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, lazima nguvu ya Mungu ikitembea mahali, chochote chenye asili ya dunia itaondoka. Kila kitu chenye asili ya mbingu itaingia. Haleluya. Amen. Mwenye masikio afanye nini? Mwenye masikio afanye nini? Ndugu yangu, huwezi kuniambia utatawaliwa na roho iliyo takatifu imeshuka kutoka mbinguni na bado unamilikiwa na tamaa za ulimwengu. Hakuna kitu kama hiyo. I'm telling you the naked truth. I don't want to, sitaki kuhubiri a diluted gospel. I will never preach a diluted gospel, my friend. Mti unajulikana kwa matunda yake, na kilicho ndani ya mtu ndicho kinamtoka. Hatuchumi michongomo kutoka kwa zabibu. Wangapi tunaelewana vizuri? Wangapi tunaelewana vizuri? Ndugu yangu, ushawahi ona mti ya maembe ikizaa tomato? Ushawahi tangu uzaliwe? Hiyo ndio kitu wa Kristo wale wanajaribu kufanya. Katika mti wa mizabibu wanataka kuchuma tini na michongomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushawahi ona mti ya paipai ikizaa ndimu ama malimao? Mti ya paipai, it will never. I wish this gospel could come, ingerudi. Alafu anasema hivi, kwa kuwa ujumbe ulionenwa na malaika ulikuwa imara, na kila uasi na kutokutii kulipata adhabu ya haki. Kila uasi na kutokutii ilipata adhabu ya haki. Ujumbe ulinenwa vizuri sana na malaika. Malaika aliyekuwa na waongoza wa Israeli, malaika aliyekuwa anazungumza na watumishi wa Mungu, alitoa ujumbe mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Malaika aliyeongea na Miriam, malaika au aliyetangulia wote ni malaika. Na maandiko yanasema wakati huyu malaika alipofika kwa Zakaria, na Zakaria akakataa kutii sauti ya malaika, adhabu ya haki ilishuka juu yake. Aliambiwa, wewe utaongea mpaka mtoto utaona amezaliwa, utaongea. Sicheze na mambo ya Mungu. Hakuna dhambi ambayo inachukiza Mungu kama kutokutii na kutokuamini. Wewe ni Mkristo lakini hauamini. Wewe ni Mkristo lakini hutii. Sheria zote zimekuwa listed in the Bible, hautii. You are a Christian but you are not abiding by the law. Maandiko inasema kutokutii na uasi ilipatana na adhabu ya haki. Adhabu ya haki haikuanza jana. Hata malaika alitandikwa huko na umalaika wake wote, shetani na sifa zote alizokuwa nazo. Akaambiwa, hii ujinga utaleta hapa. Akatumwa mahali yake. Na wewe ndugu yangu ambaye uko na mchezo na Mungu, nilikuwa nauliza mama mwingine hapa, hivi watu siku hizi wanaendaga kanisa wanafanya nini? Watu wanaenda kufanya nini kanisani? Listen to this. Je, sisi tutapataje kupona kama tusipojali uokovu mkuu namna hii? Uokovu huu ambao mwanzo ulitangazwa na Bwana, kisha ulithibitishwa kwetu na wale waliomsikia. Pia Mungu aliushuhudia kwa ishara, maajabu na kwa miujiza mbalimbali, na karama za Roho Mtakatifu alizozigawa kulingana na mapenzi yake. Ndugu yangu, how will you ever see results from the Spirit, from your salvation, kama haujali uokovu wako? Uokovu wako utazaa nini kwako kama wewe haujali katika hali yake inayostahili? Uokovu unataka uaminifu, uokovu unataka utakatifu, uokovu unataka uvumilifu, uokovu unataka subira. Ndugu yangu, utapataje kuona matunda yanayotokana na uokovu usipoujali? Usipoujali. Simama kwa miguu yako miwili. Simama.
Inamisha uso wako, mshukuru Bwana kwa mafundisho ya leo. Mimi ninakuelezea tena na tena. If you don't take your salvation serious, you will never see the fruits of salvation. Usipo ujali uokovu, ukadeal with yourself, ukajiweka kwa ile hali ambayo Mungu anakutaka, you will never see results. Inamisha uso, nenda mbele za Bwana, mwambie Baba, asante kwa mafundisho. Nimepokea, nimetii, nimesadiki. Neno lako ni kweli na amina. Siwezi kwenda kinyume na neno lako. Nimelisikia Bwana, na kweli mfalme wa ajabu, wewe ni wa ajabu sana. Kuhusu habari za kuokoka umetoa mifano mingi sana. Umetoa mfano wa mkulima, umetoa mfano wa mvuvi, umetoa mfano wa mtu ambaye amepewa talanta. Hizo ni kazi tatu ambazo zinataka a lot of focusing, a lot of patience, a lot of determination. Kazi ya ukulima inataka ujitoe kweli kweli. Kazi ya uvuvi inataka ujitoe kweli kweli. Kazi ya uchungaji, umesema mtu alikuwa na kondoo zake na ng'ombe amechunga. Baba, umetoa mifano kuhusu maisha ya kiroho, lifestyle ya Kikristo. Umetoa mifano ya baba aliye mbinguni na watoto wake, wengine wakakataa, wengine wakakubali. Baba, mfano ya mzazi inataka a lot of interest and a lot of enduring and a lot of determination. Kwa lugha hizo zote kuna one element ambayo inajirepeat itself, ya kwamba maisha ya kiroho yanahitaji kujitoa kweli kweli, yanahitaji kujitoa kweli kweli. Na Wakristo wengi Baba, hatutaki kujitoa kweli kweli. Tunafikiria ni a walk in the park. Tunafikiria we can just walk in the park na tupate kila kitu tunataka. Na mifano iliyotolewa kuhusu maisha ya wokovu ni mifano mizito, mifano mizito sana. Maandiko yanasema atakayevumilia mpaka mwisho, huyo ataokoka. Baba, asante. Nimenena jinsi unavyotaka, nimeeleza vile unavyotaka. Mwenye masikio amesikia. Wakupuuza atapuuza tu, hata tumuhubirie mara ngapi. Wakupotea ni wakupotea, na wakuokolewa ni wakuokolewa. Asante Mfalme, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme nini? Amen. Wote tuseme nini? Amen. Kabla hujaondoka, nataka uelewe, tukimaliza ibada hapa tunakimbia pale kanisani tuombe kitu kama 1 hour, tunajificha katika sala na maombi. Leo ni siku ya Monday. Naomba usiende, tukimbie pale tuombe kidogo, alafu ndio tutaondoka.